Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameionya vikali UAE baada ya madai kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliitembelea kwa siri Abu Dhabi wakati wa kilele cha kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani iliyosimamishwa hivi sasa. Kauli hii imeongeza mvutano mpya katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Irani ikidai kuwa ilikuwa tayari inafahamu kuhusu ziara hiyo kupitia vyombo vyake vya usalama muda mrefu kabla ya taarifa hizo kuwekwa hadharani. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Araghchi alisema kuwa Netanyahu mwenyewe sasa ameweka wazi jambo ambalo kwa mujibu wake taasisi za usalama za Iran zilikuwa tayari zimelifikisha kwa vyombo vya Iran zamani. Hata hivyo, hakueleza kwa nini Iran haikuweka wazi taarifa hizo wiki kadhaa zilizopita kama kweli ilikuwa na ushahidi wa ziara hiyo ya siri. Kauli yake imeonekana kama ujumbe wa moja kwa moja kwa viongozi wa UAE pamoja na mataifa mengine ya Ghuba yanayoshirikiana na Israel katika masuala ya usalama na kidiplomasia. Araghchi aliandika kuwa uadui dhidi ya watu wakubwa wa Irani ni kamari ya kipumbavu, akiongeza kuwa kushirikiana na Israel dhidi ya Irani ni jambo lisilosameheka. Aidha, alionya kwamba wale wote wanaoshirikiana na Israel ili kuleta mgawanyiko katika eneo hilo watawajibishwa. Kauli hiyo imetafsiriwa na wachambuzi kama onyo kali la kisiasa na kiusalama kuelekea Abu Dhabi pamoja na washirika wengine wa Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Mvutano huu umeibuka baada ya ofisi ya Netanyahu kuthibitisha hivi karibuni kwa kiongozi huyo aliwahi kufanya ziara ya siri katika Abu Dhabi wakati wa vita vya Israel, Marekani na Iran. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Netanyahu alikutana na rais wa UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan katika mazungumzo yaliyolenga usalama wa eneo, ushirikiano wa kijeshi na hali ya vita dhidi ya Iran. Taarifa hiyo ilikuja huku kukiwa na ripoti kwamba Israel ilituma mifumo ya ulinzi wa anga ya Iron Dome pamoja na wanajeshi wake nchini UAE wakati wa kipindi cha mapigano makali dhidi ya Iran. Iran imekuwa ikiitazama kwa mashaka makubwa UAE tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kawaida ya kidiplomasia kati ya UAE na Israel kupitia makubaliano ya Abraham Accord yaliyosimamiwa na Marekani miaka iliyopita. Tehran imekuwa ikidai kuwa baadhi ya mataifa ya Ghuba yanaruhusu ardhi yao kutumiwa na Israel kwa shughuli za kiintelijensia na kijeshi dhidi ya Iran, madai ambayo mara nyingi nchi hizo zimekuwa zikikanusha hadharani. Kauli ya Araghchi pia inaonyesha jinsi Iran inavyojaribu kuonyesha kwamba ilikuwa na uelewa mpana wa kile kilichokuwa kimeendelea nyuma ya pazia wakati wa vita vya hivi karibuni. Serikali ya Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa haikushangazwa na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na Israel pamoja na washirika wake wa Ghuba, huku ikijaribu kuonyesha uwezo wake wa kijasusi ndani ya eneo hilo. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaamini kwa kauli hiyo inaweza kuongeza hofu ya kuongezeka tena kwa mvutano kati ya Iran na mataifa ya Ghuba licha ya juhudi za kidiplomasia zilizofanyika katika miaka hivi karibuni ili kupunguza uhasama. Pia kuna hofu kwamba Iran inaweza kutumia kauli hiyo kama msingi wa kuongeza presha ya kisiasa au hata hatua za kiusalama dhidi ya washirika wa Israel katika eneo hilo iwapo mvutano utaendelea kuongezeka. Kwa sasa UAE hajatoa majibu rasmi kuhusu kauli kali za Araghchi. Hata hivyo, hali hiyo inaongeza hali ya sintofahamu katika eneo la Mashariki ya Kati, wakati ambapo mataifa mengi ya eneo hilo yanaendelea kuhofia uwezekano wa kurejea kwa mapigano makubwa kati ya Iran na Israel baada ya kipindi kifupi cha kusitishwa kwa mashambulizi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.